Mange Kimambi siku ya leo ameweza kumrarua vibaya mwanamama Zari the Boss Lady baada tu ya ile habari ya mtoto wake Zari Tifa kutrendi sana kwenye mitandao ya kijamii. Bana, tulishuhudia Tifa aliweza kupata rafiki wa kiume na rafiki huyo wa kiume akawa mara nyingi sana anamposti kwenye mitandao ya kijamii. Na kile kipindi tulishuhudia sakata zima namna ambavyo Diamond Platnumz alikwazika na kumtafuta mzazi mwenzake Zari na kumuonya, kwa nini unamwachia mtoto anakuwa na uhuru kiasi hichi, anakuwa na marafiki wa kiume, anawaleta hapo nyumbani, wanacheza, wanafanyaje, kwa nini unamruhusu mtoto namna hii? Jambo ambalo halikumpendeza kabisa Diamond Platnumz. Lakini kwa Zari yeye amezoea sana kuishi maisha ya kizungu. Ndio maana kwa yeye aliona ni jambo la kawaida, lakini kwa Diamond ilikuwa ni tofauti. Unajua mitazamo ya Kitanzania au ya kibongo ni tofauti na mitazamo ya nchi za wenzetu, nchi zingine huko. Kwa sababu wao bwana wanatumia lugha za kizungu, wanaelewa kabisa kwamba hapa ni jambo la kawaida tu mtoto wa kike kuwa na rafiki wa kiume. Lakini kwa Diamond ilikuwa tofauti, jambo ambalo limepelekea siku ya leo Mange Kimambi ameamua kuzungumzia hili swala na ameamua kumjia juu Zari the Boss Lady kwamba malezi ambayo anampatia Latifa ni malezi mabovu, afu baadaye atakuja kujutia kitu ambacho ameweza kukifanya. Unampatia mtoto uhuru kiasi kwamba Tifa sasa hivi ni mtoto ambaye anaweza akaenda kwa marafiki zake, akaenda kuenjoy, jambo ambalo Zari ameendelea kumpa uhuru mkubwa sana huyu mtoto. Lakini pia Latifa hawezi kutoka hajapaka lip balm, hawezi kutoka hajajiremba. Ukiangalia mtoto wa miaka 10 hawezi kutoka bila kujiremba, hawezi kutoka bila kupendeza. Sawa, anaweza akapendeza, lakini sio kujiremba, kupaka lipstick. Mambo kama hayo ni mambo ya kikubwa. Sasa Latifa ana umri wa miaka 10 tu, na Mange Kimambi anakuambia fikiria huyu mtoto akifikisha umri wa miaka 18 itakuwaje? Mtoto wa miaka 10 anakupakia lipstick mpaka unashangaa. Lakini pia mtoto huyo wa miaka 10 hawezi kukaa kula chakula bila kuposti mitandaoni, ili mradi apate like, apate comment, enjoy na marafiki zake, jambo ambalo sio kweli. Sasa Mange akawa anazungumza vibaya kuhusiana na Zari kwamba ameweza kweli kuwalea wale watoto wa kiume, lakini kwa huyu mtoto wa kike kama vile anafeli. Ukimwangalia Zari hajazoea kulea watoto wa kike, yeye ana watoto wa kiume wote wale 4, halafu mtoto wa kike ni mmoja ambaye ni Latifa. Sasa kwa Latifa ni kama vile malezi yake ameendelea kumlegeza sana. Wale watoto wa kiume ni sahihi, anaweza akawaachaniza au akawaacha, lakini sio huyu mtoto wa kike. Mtoto wa kike unapomwachia uhuru sana, baadaye shida inakuja kugeuka kwa upande wako. Mfano mzuri ni kwa Paula huyu mtoto wa Kajala bana, aliachiwa uhuru akiwa mdogo sana. Tuliona alitrend sana kwenye mitandao ya kijamii akiwa na umri mdogo, akiwa anatembea na kina Rayvanny na wanaume tofauti, jambo ambalo shida ilianzia kwa mama yake. Mama yake alimwachia uhuru mitandaoni ya trend huko, lakini tunaona wakina Mona Lisa hawaachiwi watoto wao waweze kujiachia mitandaoni. Sasa hivi labda wamekuwa wakina Sonia ndipo wanaachiwa, lakini sasa hivi ni Zari the Boss Lady anamwachia sana Latifa. Na ukiangalia umri wake mtoto wa miaka 10 anamiliki simu, na simu hiyo anakuwa na uhuru nayo, kiasi kwamba mtoto wa miaka 10 angetakiwa bado simu yake iwe chini ya uangalizi wa mzazi aangalia anaposti nini, anafanya nini, ili mradi tu kuweza kumdhibiti. Lakini yeye Zari amekuwa akimwacha Latifa afanye chochote ambacho anajisikia. Na Mange Kimambi mara nyingi sana amekuwa ni hasidi wa Zari. Yani wamekuwa ni watu ambao wanabishana, ni watu ambao wanasemana mitandaoni, na Mange Kimambi akiwa anamwambia Zari kwamba anatembea na watoto wadogo, mambo kama hayo. Lakini kwa awamu hii tumeona kabisa Mange Kimambi kitu ambacho amekizungumza ni sahihi. Ameweza kumuelewesha tu Zari kwamba malezi ambayo anampatia Tifa anatakiwa kuyarekebisha. Tifa bado ana umri wa miaka 10 tu, akifikisha miaka 18 itakuwaje? Wewe kama shabiki unalipi la kuzungumza? Tuachie maoni yako. Lakini pia nikukumbusha ambaye bado hujasubscribe, bonyeza maandishi mekundu yanayoandikwa neno subscribe chini ya video hii.